na waliokuja ni wadogo zetu tulionao. Nimepigwa ngumi za uso, nyang'anywa simu, nyang'anywa kila kitu. Umeuliza juu ya kwa nini nimekuwa kimya. Naomba niseme jambo moja. Wataalamu wenzetu waliwahi kutuambia kwenye maandishi mbalimbali kwamba ukishakuwa na hasira usijaribu kufanya maamuzi yoyote, na ukiwa na furaha pia wanakwambia usifanye maamuzi kwanza. Kwa moja ya sababu iliyonifanya nikae kimya ni tukio langu ambalo baadaye huenda nitaeleza, lililonikuta mimi na familia yangu. Ilipasa nikae nichukue muda ili kuweza kutafakari. Mapito niliyopitia ni mapito mabaya sana. Lakini pili, ukumbuke kwamba tulikuwa tumepelekwa mahakamani. Sijajua, baadaye nitazungumza kwamba niulize wenzetu watusaidie, wataalamu wa sheria, kwamba nilisikia Chanda anasema watu walikuwa wanajiteka, sielewi kama mimi nilitekwa au nilikamatwa, lakini nitakapotoa maelezo watatusaidia wenzetu kwamba huu ni ukamataji au ni utekwaji. Kwa kutoka huo muda mahakama ilitupa adhabu ya kuripoti kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya kwa mwezi mara 2. Kwa hiyo tulikuwa na jalada la uchunguzi kwenye tuhuma ambazo walikuwa wametuuliza maswali kule ndani, na tarehe 18 tumemaliza kuripoti mwezi wa 5. Sasa mimi niliamua kufanya hivyo, kuruhusu chombo hiki kifanye kazi kikiwa huru katika tuhuma ambazo nilikuwa nimeelekezwa nazo toka wananiteka wananirudisha kuwa mtuhumiwa wa kawaida. Nimechukuliwa tarehe 25 bila kuulizwa, bila kufanya nini, nimefichwa. Nimekuja kuletwa tarehe 24 mwezi wa 11 ndio nimehojiwa kwa mara ya kwanza. Kwa kumbukumbu pengine ilikuwa tarehe 25 mwezi ngapi? Mwezi wa 10. Sawa. Saa 8 mchana. Lakini nimekuja kuhojiwa tarehe 24 mwezi wa 11. Ukiangalia ni mwezi mzima ndio nimekuja kuhojiwa. Kwa mara ya kwanza ndio nawekwa kwenye daftari kwamba na mimi sasa ndio nilipoona kwamba Mungu amenisaidia, nimekuwa salama. Sasa haya tutazungumza Mungu akipenda, kwa sababu shida yako nataka ujue ukimya wangu. Ukimya wangu ni matukio yaliyonikuta, yanahitaji kutafakari sana. Lakini pili, kama kuna Watanzania wanaamini kwamba tukio la tarehe 25 hilo la kwangu pamoja na 29 na kuendelea kuna watu wameachiwa, sio kweli. Kuna watu wanaripoti mpaka saa hizi. Kuna watu wako chini, majarada yao yako polisi na wanachunguzwa, na muda wote anaweza kupelekwa mahakamani. Namna ambavyo walikukamata hadi unakuja kuachiwa mpaka unasema umemaliza kuripoti tarehe 18, ilikuwaje? Mimi sikukamatwa, mimi nilitekwa bwana. Mimi nimechukuliwa Mpemba saa 8 mchana. Nimefungua mlango, nimekaa kwenye gari yangu hivi, na waliokuja ni wadogo zetu tulionao. Nimepigwa ngumi za uso, nyang'anywa simu, nyang'anywa kila kitu, pigwa sana. Yaani nafika kituo cha polisi Tunduma, gari yangu inangolewa namba kula, anasema tunachoma. Umeelewa? Nauliza, anapelekwa kwa upelelezi wa mkoa, sio? Ananiuliza, sema unataka wewe, sema. Niseme nini? Kosa hapo hapo, pigwa sana. Mwambia haya, chukua, peleka huko, nafunga uso, peleka huko nilikoenda kupigiwa tocha, kwa nimevuliwa nguo, nimevunjwa miguu. Na ulikuwa ukipigiwa katika kituo cha polisi au ulikuwa unapigiwa eneo gani? Wamenibeba au wanipeleka kilomita kadhaa huko, nikakuta jumba tuliko wazi, alina na nini, ndio nimetupwa ndani, nimevuliwa nguo zote. Na walikuwa wanakupiga ni askari polisi au ni watu? Ni askari. Ni askari. Walikuwa wamevaa sare au uliwezaje kujua kama ni askari? Ni hivi kaka. Mimi nimefanya siasa zaidi ya 2015. Hakuna askari ambaye hatujawahi tukakutana, tumeishi miaka yote siasa ya kawaida. Tumeishi, ni marafiki na tunao tunaongea. Ndio.
Kwa hiyo wapo ambao walirudi nyuma, walikuwepo wageni ambao siwafahamu, walipiga marungu ya kutosha. Askari mmoja tu mkumbuki kwa sababu nilipigwa sana, wakati rungu inataka kushuka kichwani alisema acha, ndikao pona yangu. Kwa Mungu sio kwamba askari wote waliokuwa wanafanya yale wote walikuwa wanapenda kufanya hicho. Wapo ambao hawakupenda kabisa, na ndio leo Mungu alipitia kwao niko mimi hai. Kwa jambo hili kulisema, nimekwambia ndalisema kipindi moyo uko sawa. Of course nikwambie na maumivu ambayo kuzungumuza hicho kitu nahitaji nitulie sana. Umeeleza pia swala la mtoto wako kuuawa na unasema hadi leo hujapata mwili. Umefanya taratibu gani sasa kwenye hilo? Bado unaendelea kumtafuta? Mtoto wangu aliuawa na damu ya mwanangu yawezekana iliokoa wengine, kwa sababu wakati napigwa waliaga kwamba tunaenda kuchoma nyumba yake. Kwa hiyo yawezekana kutoka kwa mwanangu nje ndio kumefanya wengine wawe salama, kwa tuhuma za uongo tu za kubambikizwa na watu wenye njaa tu waliojifanya ni mainforma kipindi cha uchaguzi, peleka taarifa za uongo na kuwa na idara ya ulinzi na usalama kwenye swala la upelelezi la watu ambao wanatafuta sifa bila kufuata ukweli. Hakuna mahala nimeumizwa brother. Mtoto wangu alitoka Mbeya tarehe 24 kunitafuta Central Mbeya, alienda mpaka Uyole, amerudi. Mtoto wangu amekaa nyumbani tarehe 29 anafua nguo. Hawa waliopanga walioniaga kule walienda kuvaa max wakafanya ujanja na watu ambao mimi wanajua ni pale nyumbani. Wakaenda kumwambia babako yuko huku, twende tukampigia yeye babaka atoke. Mtoto wangu alitoka kaacha nguo pale kusikia baba yuko kule. Kumbe hao ndio wanaenda kumuumiza. Mtoto wangu ameuawa, wamemvua. Mama yake anakwenda na dada yake mkubwa, wamemkuta mtoto amelala, nguo zote wamemvua, amebaki na boxer. Kama ingekuwa ni bomu la kawaida wa kupanga kufanya, kwa nini walimvua nguo? Wanaenda kuchukua nguo, ziko damu tu ziko pale pembeni. Vile nilivyovuliwa mimi nguo, ndivyo mwanangu alivyovuliwa nguo. Kwa hiyo nimezika nguo nyumbani kwa babu yake, nikatawanya wengine waende kufanya kazi tu, kwa sababu familia ilifika mahala wakiwa pale wako kwenye hatari mkubwa sana. Mimi nimepigwa sana, niliteswa sana, nilipigwa sana na kikosi cha Tunduma cha Songwe na nikapelekwa Mbeya. Kikosi cha nini? Sijajua ni kikosi gani, lakini mimi mwishoni nimekuja kukuta ni polisi, lakini kwa namna nilivyochukuliwa nilikuwa nimevamiwa. Na choweza kusema nitazungumza muda ukifika nitazungumza, kwa sababu sio jambo la kwamba watu walionichukua hawakufahamika, wanafahamika. Walioniuliza yanafahamika. Ukiniuliza ulikuwa unateswa kwa sababu gani, nitakwambia kwa sababu nimeteswa kwa mambo mawili tu. Jambo la kwanza, niliambiwa kama nilikuwa na mpango wa kumuua mheshimiwa mbunge Silinga, kuchoma nyumba, lakini nimechoma nyumba ya Ileje. Askari wa Ileje yule ambao alikuwa sasa amechoma nyumba, nimechoma nyumba yake. Ndio kesi ambayo nilikuwa napigiwa mimi. Na ni kweli ulichoma? Sijajua polisi na hiyo kesi ilishia wapi. Sasa ndio nataka ni kueleza na Watanzania wajue. Mimi katika moja mambo ambayo nimepigwa sana na niteswa nayo, yule polisi wamesema amechoma nyumba yake, ilionekana mimi ndio nimechoma, ndio nimetuma na vijana. Na wapo vijana walioandaliwa special walikuwa wanasema sisi ametutuma. Wao wananiambia wapo waliokuwa wanasema hayo, japo mimi sijawaona ni kina nani, lakini wakati wananipiga wanasema mbona vijana wanasema. Kwa hiyo wewe ndio ulituma vijana wakachome ile na kikosi hicho. Kwa hiyo nilikuwa napigwa na kikosi hicho na hao vijana wapo. Sasa sijui, kwa sababu labda tungeenda makao ndio wangekuja kusema. Yaani ni mchezo ambao ulifanywa, mchezo mchafu ambao mpaka sasa hivi nikisema nianze kusema
nimesema kuna mambo mawili ambayo ninaomba nitakuja tu Mungu akijalia. Nimemaliza hapa tarehe 18 na umeniuliza kwa nini uko Tunduma na nini uko Zambia. Hata kama wakati nakamatwa, moja ya hoja ambayo ilikuwa imenibana sana kwamba ng'ambo huko Zambia una kikosi. Mimi baada ya kumaliza uchaguzi ndani ya chama 2024 mimi nimeenda South Africa, nimefanya kazi yangu, nimefanya South Africa, nimezunguka, nimerudi, nilikuwa napita boda ya Kasumuru, nimerudi nikaanza kupita huku. Baadaye nikaona sehemu ya kufanyia biashara mimi jirani na umri nionao ni Zambia. Kwa hiyo familia yangu mimi iko huku na Tunduma hapa sehemu kubwa Wanakomba, kama ujui, watu wanafanya biashara upande wa ng'ambo kwa sababu wanakimbia kodi za Tanzania. Watu wamefungua maduka yao, Black yote ile wamefungua, watu wameondoka. Wanafanya kwa sababu ya serikali ya CCM kuweka makodi yasiyokuwa na mfumo. Hizi namba gari unaziona hizi, hata ukipiga picha utaziona gari zatembea zina namba, hamna shida. Ni nchi ambayo wenzetu wanakaribisha Watanzania wanafanya biashara bila kuwa na masharti, unalipa leseni. Na kama utakuja tuzungumze issue tu ya biashara yao, malipo yao na namna, nitakuja kukwambia hawana mlolongo wa shida wa kukamata kufilisi mali za watu. Kwanza kwenye chama chetu, kwenye katiba yetu, ninaomba wajumbe wa mkutano mkuu watakao kwenda, na mimi pia kama mwanachama ninao wajibu wa kutoa maoni yangu kwa wanasheria wa chama. Uchaguzi mkuu unaokuja tuondoe kipengele kimoja. Hiki ndaandika mimi mwenyewe kupeleka mapema sana, kwa sababu utaratibu wa chama chetu ni kwamba maoni yanaanza kutolewa kabla mkutano mkuu, zinashuka fomu huko chini. Kwa mimi nina haki ya kutoa maoni yangu. Moja ya jambo ambalo nitaomba wajumbe watakao kwenda mkutano mkuu, kuna kipengele kinachosema anayejiunga leo sawa na Mtei, mwasisi wa chama, kwa ana uwezo wa kugombea nafasi yoyote ndani ya chama. Ya tunampokea leo Wasira, tunampokea leo Nchimbi, tunampa nafasi ya kugombea mwezi huo wiki hiyo. Hili ni tatizo. Kwa tunahitaji kuibadilisha katiba na tuweke kiwango maalum cha watu wanaokuja ili tuwapime wakae kwa muda gani ndani ya chama. Iwe kikatiba. Kupokea mtu sio shida, ili mradi ana sifa kupiga kura. Tunahitaji kura yake. Hilo la kwanza. Hii yote mahangaiko, tunakufa, tunauawa, tunafanywa nini? Ni kwamba tunazidi kuwasogeza watu, tunapata kura nyingi. Tunahitaji kura yake. Lakini kura tunaitaka hiyo. Tunapokuja kwenye swala la uongozi, kwa sasa Chadema ilipofika, lazima ifunge muda maalum wa mtu akae kwenye chama mpaka tumpime. Hili ni lazima tukubaliane, na ndicho kitu ambacho tutakwenda. Ni hivi, Msigwa na wenzie, na Msigwa amekuwa akitumia haya maneno mara nyingi sana akifundisha. Anasema hivi, Bwana Komba, wewe na katika maisha yako ya kawaida una makundi matatu. Kundi la kwanza ni wale watu ukiwakuta na wasalimia tu, habari za leo, hamjambo, shikamo, atasipoitikia wala moyo hauumi, unajipitia zako. Lakini kundi la pili, Bwana Komba, huwezi kupita pamoja na kamera zako hizi, kama ulibeba begani utatua, utakwenda kumsalimia mkono kwanza. Lazima umpe mkono. Ukimpa mkono ndio unaona umemsalimia, kwa sababu bila kumpa mkono yule mtu angekushangaa kumsalimia kwa mbali. Hilo kundi lipo. Lakini kundi la tatu ni kundi la kuagiana, la kukumbatiana. Hili Bwana Komba ndio kundi ambalo wakati unafanya shughuli zako au unafanya maamuzi yako yote, lazima uulize, yani huyu ndio mshauri wako, jambo liko, hata kipiga simu unavyoangalia hivi unatangulia kusema kuna nini leo, anataka kuniambia nini? Au ukiwa na shida ndio unaamuka kwenda nyumbani kwake kusikiliza au kuomba ushauri. Huyo ndio mtu ambaye unakumbatiana naye. Sasa huyu 30, huyu Msigwa, huyu Aratanga, Asenga, sina wengine wanaokuja, ni kazi ya viongozi wa chama. Hao watu wanaweka kwenye kundi gani? Kukumbatiana
ni wa kumpa mkono wa heshima au ni wa salamu ya mbali. Kama wanaona ni wa kukumbatiana kumuingiza kwenye chumba, wao waamue viongozi. Lakini kuja Chadema kuungana nao sio shida. Kama hawa watu wanaorudi, hasa Msigwa mwenyekiti wangu na mheshimu sana. Mpaka sasa tumeacha alama ya kazi tuliyoifanya. Pamoja kwamba tulifarakana, lakini tulifanya kazi kwenye chama. Ameacha alama nzuri kabisa anavyoondoka. Yapo mambo ambayo yanatakiwa yaigwe aliyofanya Msigwa. Na mimi aliondoka sikutaka aondoke. Nitaka tule jalamba wote tumeondoka, tuachie wenzetu tujifunze kama kuna maana tulikosea. Na kama amerudi kweli, lakini ndakachokiuliza kwake na dhamira ya watu wengine wote waliokuja, wakati napitia anayoyapitia kule, ilionekana kuna watu waliotoka kwetu wametumiza sana. Sasa nina maana moja, hawa wanaokuja kama dhamira zao kabisa wako wazi kuisaidia chama hiki au nchi hii, hawakunyosha kidole kwa mwanachadema yoyote akauawa, wakatoa information long za uongo, kuanzia akina nani wa Arusha, huyu alikuwa ni CCR 30 kina Msigwa kina Tanga. Kama hawakunyosha kidole hivi kwamba yule mbaya mfanyeni hivi, wamekuja wakati mwafaka. Nasema hivi kwa sababu gani? Kama mtu anaweza akajiunga na chama cha upinzani hasa Chadema kwa wakati huu wa vita kali huu, akatoka kule sehemu akaja huku, akaondoka chama kingine akaja huku, kwa wakati huu ana dhamira ya kweli, hakufanya uhalifu wowote wa kutusaliti kwa maana ya kututoa roho. Naomba viongozi wangu wampokee. Unaamini kwenye maandamano ya tarehe 29 na siku zilizofuata Chadema ndio walikuwa wanaandamana? Kwanza niseme tu, kwa sababu nilikuwa ndani sijui, ila tungeandamana sisi. Yaani tungepanga vile ambavyo mimi naamini nimekuwa mstari wa mbele huko nyuma nikiwa kiongozi. Kama Chadema ingeshiriki, haya maafa mnayosema ni madogo sana. Kwa nataka kusema Chadema haikushiriki kwenye maandamano na kueleza mpaka kesho, kwa sababu mimi wakati nimepelekwa Mbeya, RCO Mbeya ananiuliza, ambaye saizi ni RPC, anasema una kundi Mbeya. Nikamwambia mimi sina, ninataka kusoma nyumba za askari sijui walio nani Mdude. Nikamwambia sina. Nikamwambia mimi hata Mbeya yenyewe kama ungekuwa na huo mpango, kama ungekuepo mimi ningejua. Chadema kwenye hili jambo wanaosema walishiriki kupanga, kwa kweli nazungumza ukweli. Kama Chadema ingeshirikishwa kwenye maandamano yakapangwa na Chadema vizuri, vile ambavyo kweli huko nyuma tunasema unaandamana. Kwa sababu mimi huwezi kuniondoa kwenye maandamano, ni kweli. Huko nyuma mimi hata Tunduru kusema maandamano nilikuwa nipo, na maandamano ilikuwa ni haki yetu. Mimi sikuwa nafanya maandamano ya kuvizia. Mimi nilikuwa nakwenda kabisa, napeleka barua na maandamano yanakuepo hata kama watakuwa wamelazimisha kutokutulinda, lakini tulikuwa napeleka taarifa. Na haya maandamano sio kwamba ilikuwa ni kosa. Kama waliandaa, Chadema ingekuepo, barua zingeenda polisi. Kwa Chadema hawakushiriki. Sidhani kama wameshiriki, kwa sababu hata wewe hapo ulipo, siamini kama kuna siku uliwahi sikia kuna kiongozi aliandika barua ya tarehe 29 kuna maandamano. Nani angepeleka barua ya maandamano wakati kuna uchaguzi mkuu? Lakini kulikuwa na kauli ambazo kimsingi zilikuwa zinazungumzwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa Kiingereza walikuwa wanasema no reforms, no election. Na yale yaliyofanyika ni kana kwamba kulikuwa na jaribio la kuzuia uchaguzi usifanyike. Kwamba unatuwekaje? Hilo lugha ilikuwa ni kwamba kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Ndio ni mbwembwe tu na uhuni. Ni hivi Sasa yani wewe unataka kulazimisha kwamba alisema hivi, kusema kwamba
kama hutaweka harusi, wewe ni unasali hizo kwa Mwakiswalele huko kwa Mbarikiwa. Anasema sharti la sisi mkanisani, ukioa lazima uweke sherehe, ufunge ndoa. Bila ndoa, bila kuja kufunga ubariki ndoa hapa, hiyo sio ndoa. Sasa sisi tulitumia lugha ilikuwa wazi kwamba kama mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakuna uchaguzi. Yaani sawa na wewe kama unaoa mke hujaenda kufunga ubariki ndoa kanisani, hiyo sio ndoa. Ndio maneno yametumika hivyo kwamba uwezo ukaenda kwenye uchaguzi, wewe ACT, wewe Chauma, wewe sijui Chausa, wewe sijui nani, useme tunakwenda kwenye uchaguzi kwa sheria hizi. Hakuna uchaguzi. Na ilikuwa no reform na election. Hakuna uchaguzi, na kweli wameenda kwenye uchaguzi, nani wamepata nini? Sisi wakati tunawaambia tumeingia kwenye chaguzi, lakini tumepoteza watu wengi sana. Ukifanya uchaguzi wa serikali za mitaa, watu walikuwa wanapigwa mapanga. Yaani kama fomu haijanyang'anywa, wewe hujatekwa, mzee, lazima uwe umeumizwa au umekufa. Wewe unapochukua fomu ya kugombea, iwe nafasi ya ubunge, iwe nafasi ya udiwani, mawili utachukua, siku ya kurejesha. Kama utalala nyumbani, watakuja nyumbani. Kama umekataa hela, hivyo vitu vinakuhusu. Tukasema sasa tumechoka kupoteza watu, tubadilishe sheria. Chadema tukawa wazi kwamba sio kwamba watu wanapofupa watu wakaona kama utani. Sasa haya, sisi tujaingia, Chadema hajaingia kwenye uchaguzi. Yaliyotokea ndio. Lakini uzuri wa jambo hili, niombe tu viongozi wangu wakubaliane kwamba hata waliomo ndani ya CCM wanalia, wamefiwa. Na askari mle ndani walikuwa sasa chini, hatupendi kuwa hivi unavyokuwa. Hata sisi huku nje, mzee, wapo ndugu zetu wameuawa. Kwa hiki kilio au hili tukio la 29 ni tukio ambalo litatuunganisha mbele, sio muda mrefu. Siasa za Tanzania za sasa unazionaje? Unajua mimi 2005 nilikuwa nimetoka kuachana na Simpasa. Wakati huko CCM ni mbunge. Mimi sijakuwa na kadi ya CCM, ila nilikuwa na kaubabe fulani hivi. Kwa hiyo nilikuwa ni mpambe wa Simpasa wa karibu sana. Kwa hiyo nimezunguka hili jimbo hata kabla sijaja Chadema. Mimi nimejiunga Chadema baada ya Mbowe kushuka hapa. Wakati nimetoka Zambia nilimkuta hapa ameweka ngumi. Anapiga peoples huko Zambia, alikuwa mtu wa Sata. Kile chama kilikuwa kinaitwa Pamaka. Nao walikuwa wanatumia hii. Kwa hiyo nilitokea kumpenda na ile combat. Kwa hiyo nikatoka 2005 nikakueleza kwamba nataka kwenda Chadema. Wakati huo Chadema hapa haipo, ipo, yani kuna watu kama watatu lakini hawajaichukua. Akaipokea Jibaba, alikuwa yuko NCCR, lakini akaipokea akamwachia bwana mmoja anaitwa Ima, yeye akaendelea na chama chake. Hasa kwa sababu Mbowe hapa alikuwa na uongozi. Mimi nikaondoka na jamaa mmoja Julius Ndindile, tukaenda kwa chief Mzee Siame. Tukamwambia tunataka tulete Chadema hapa. Mimi ndio nilipoanzia hiyo kazi. Ukisema siasa ya sasa, hamna siasa sasa hizi. Iko wapi siasa? Kwa siasa anaifanya nani? Siasa mnafanya na jeshi la polisi. Siasa ya nyuma ilikuwa haina shida. Polisi anakuja hapa tungemsema hana shida, anatekeleza majukumu yake. Leo ukimkosoa polisi utafutake pa kulala. Siasa gani? Polisi anavunja sheria zake kabisa, anavuka mipaka, unamwambia hakuna. Chombo hiki kilikuwa kwa ajili ya kusimamia hayo. Lakini unapozungumza swala la polisi, wanataka kusimama jukwani wasifie tu. Sasa kwa nini nimesema polisi? Kwa sababu CCM imekacha, haina mikutano ya hadhara, na hata wangeweka, yani walishaacha siasa. Sasa hizi tunafanya kazi na vyombo vya dola. Ndio maana nasema hapa, nasema sasa hizi nikishamaliza kusema naanza kuwaza watoto wangu. Nikishamaliza kusema nabidi nitafute kwa kwenda. Hapo nasema nchi ya demokrasia. Demokrasia iko wapi? Kwa siasa sasa hivi mimi niseme tu haipo. Mimi nilikuwa nafanya siasa hapa kina Mwandusu wapo kabla sijaja huko mkoani. Na kuja tutafanya siasa tunamuuza silinda hapa 2010. Tulikuwa tunazungumza jukwani, tunasemana na yeye anasema kesho napanda, ndajibu hoja yako. Anajibishana wenyewe.
Sasa leo hii mwanasiasa anamwambia polisi kama hata huyo anataka kuniua, na polisi anakuja no research no hai. Tunafanya nini mambo haya? Vitoto vidogo vinakwenda vinashinda kwenye ofisi za nani, vituo vya polisi kutoa taarifa za uongo. Afu wamegeuka wanasiasa tunao ndio wanatumika na wanasiasa wakubwa. Wameka sijui ni panya road, mimi hata sijui. Hakuna siasa brother iliyopo sasa hivi ambayo tunaweza kukaza tutajenga taifa. Kwa sababu nasema haya sasa hivi uwezo muone diwani anasimama jukwani anaomba ushiriki wa wananchi kwenye maendeleo. Hakuna. Si umeelewa? Hakuna. Ndio maana hapa sasa hivi ukiangalia miradi mingi imekufa, nguvu ya mwananchi haipo. Hamna siasa tena. Kwa hiyo hata wabunge hao muulize, uliza hao wabunge wako hivi mkiwaita kwa hoja wa diwani wanasema nini? Hawaji huko. Wenye viti hata kusema watumie nguvu zao za kukusanya wananchi tukatengeneze madarasa tukafanya nini, hayapo. Hamna vikao tena. Ukimkuta tu kienda pale anasema niitie polisi hapo, nataka kuongea na watu wenyewe kwa watatu, anaita na polisi nyuma. Sasa kuna siasa gani? Utafanya maendeleo gani hapa? Hauna siasa. Acha mimi nitafutage mkate wangu tu. Ila ninachosema hatuna namna, tutapambana na siasa hizi za ubabe. Tutasimama na nawapa moyo viongozi wangu wapambane. Na mimi wakiniarika nimemaliza zoezi langu, nimemaliza la kusaini. Tulishawapa nafasi. Sikutaka ionyeshe tuna kiburi, tuna wadharau. Kwa tunakuja, naambia vijijini nakuja. Na nakuja kwa sababu ndio eneo mmoja wapo ambalo walipata shida sana juu ya mimi kuonekana na mtoto wangu amefariki na mimi sionekane. Kwa msiba ulikuwa mkubwa kwangu, ulikuwa msiba mkubwa kwa mtoto. Kwa baadaye walivyoona nipo, nimepata simu nyingi sana za kunihitaji nifike. Kwa hiyo nyumbani naomba nitumie taarifa. Takuja kijijini, tafanya mikutano yangu wajue mtoto wao nipo, na wala simlaumu mtu. Waliofanya haya Mungu atalipa.